ni upi moyo uliosalimika? In kana Khalilur Rahman yakhsha wa yakhaf, ikiwa kipenzi cha Allah Ibrahim anaogopa siku ya kiyama na anasema rabbi fala tuhzini, ewe Mola wangu usinihuzunishe, siku ambayo watu wanafufuliwa. Yawma la yanfa'u malun wala banun, siku ambayo mali haitomsaidia mtu wala watoto, illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa yule atakayeelekea kwa Allah na moyo uliosalimika. Man qalbun salim, ni upi moyo uliosalimika? Qala al-Hafidh rahimahullah ta'ala wa huwa Abu al-Fida, al-qalbu salim al-khali min ash-shirk al-mutma'innu 'ala as-sunnah. Abu al-Fida Ismail Ibrahim ibn Kathir rahimahullah ta'ala ana tafsiri aya hii, al-qalbu salim, moyo uliosalimika. Al-khali min ash-shirk, ni moyo ulioepukana na ushirikina. Al-mutma'innu 'ala as-sunnah, uliotulizana katika sunna. Na kuuliza swali, je, wewe moyo wako umesalimika? Je, wewe moyo wako umeepukana na ushirikina? Angalia jamii tunazoishi nazo leo. Shekhe akifa anazikwa msikitini, anazikwa eneo la msikiti, watu wanajenga kozi ya kwanza, kozi ya pili, wanaleta nondo, wanaleta tiles, wanaweka na bati, mwisho wanaweka na wiring. Baada ya hapo watu wanaanza kutufu kwenye kaburi lile. Je, moyo huu umesalimika? Angalia hali tulionayo hata. Angalia kuburiyuna, watu wenye imani ya makaburi, namna wanavyofanya. Kuwazika watu katika maeneo ya misikiti. Baada ya hapo watu wanaanza kutufu. Na sisi Allah anatueleza tutufu wapi? Wali yatawafu bil baiti al-atiq, na wakazunguke wakatufu katika nyumba kongwe. Lakini leo angalia jamii ilivyoharibika. Moyo uliosalimika utaupata wapi? Alafu watu wanauliza maswali, shekhe, unajua kaburi lile liko kulia, liko kushoto, liko nyuma. Qadhiyatul i'tiqadi, kadhia ni itikadi. Kwa nini wempeleka kumzika katika eneo la msikiti? Kwa sababu wana imani, wana itikadi kuhusiana na shekhe wao. Ndivyo wanavyoamini kwamba shekhe wao atawasaidia, kwamba wataenda kutufu. Subhanallah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Innahu man yushrik billah, kwa hakika yoyote atakayethubutu kumshirikisha Allah, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah, Allah ameharamisha pepo kwa mtu huyo. Wa ma'awahu an-nar, na makazi yake ni motoni. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, na madhalimu hakuna atakayewanusuru. Kuburiyuna, watu wenye itikadi mbovu za makaburi. Angalia mazingira yalivyoharibika. Angalia makaburi ya mashekhe hawa, namna watu wanavyoenda kufanya tawafu, namna wanavyoenda kuwaomba min duni Allah, kinyume na Allah na idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lamma ja'ahu al-khabar anna an-nasa yatabarakuna bi shajarati ar-ridwan, Umar alipopata taarifa kwamba watu wanaenda kutaka baraka kwenye mti ambao mtume alikula kiapo na masahaba juu ya kutetea dini, faamara biqat'ati shajarati ridwan rahimahullah ta'ala, akatoa amri ule mti ukatwe, kwa
kwa sababu ya kusalimisha akida, kwa sababu ya kusalimisha manhaj. Lakini angalia sisi miji yetu ilivyooza, ilivyoharibika. Kila shekhi ya kifa anaenda kuzikwa eneo la msikiti, alafu watu wanaona ni kadhia ndogo, kadhia kwamba kaburi liko kulia, liko kushoto, haliko mbele. Kadhia ni itikadi walizonazo. Wanaamini nini kwa yule shekhi wao walomzika eneo hili, mpaka wakafanya tawafu? Nahnu natufu bil bait al atiq, sisi tunazunguka na kutufu kwenye al-Kaaba, sio kwenye makaburi ya watu. Miji imeharibika, miji imekaa ovyo. Uwezo ukapata moyo uliosalimika mpaka ujiepushe na ushirikina, uwe mbali na ushirikina. Je, nakuuliza swali, wewe moyo wako umesalimika? Wama adraka anna qalbaka salim, kitu gani kinakujulisha kwamba wewe moyo wako umesalimika? Ibrahim anasema rabbi la tuhzini, Allah usinihuzunishe, ila yaumi yubathun, siku ambayo watu wanafufuliwa. Kwa nini asiogope? Hali ya kuwa siku hiyo adhabu itakuwa ni kali. Watu wanaenda kwa Adam, ya Adam anta abul bashar, wewe ni baba wa watu, tunakuomba uende kwa Allah, umuombe Allah subhanahu wa ta'ala hesabu isimame. Adam anasema siwezi, fa inna Allah ghadiba al-yawma ghadban, leo Allah amekasirika vibaya, hasira ambazo hajawahi kukasirika na hatuwahi kukasirika. Siwezi kwenda. Wanatoka wanakuja kwa Nuhu alayhi salam, mtume wa kwanza kuja duniani katika mitume wa Allah. Wanamwambia Nuhu, wewe ndo mtume wa kwanza, hali ni ngumu, mazingira ni magumu, katuombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutupunguzia na kuweka hukumu, wenye kwenda motoni waende na wenye kwenda peponi waende. Nuhu anatoa udhuru, anawaambia Allah amekasirika, siwezi kupeleka sura yangu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndo siku nzito, yauma la yanfa'u malun wala banun, siku ambayo mali haitomsaidia mtu wala watoto, illa man atallaha biqalbin salim, isipokuwa ataelekea kwa Allah na moyo uliosalimika, khali min ashirki, uko mbali na ushirikina, mutma'innu ala sunna, umetulizana katika sunna. لما قرأت هذه المقولة للحافظ ابن كثير عليه رحمة الله استخرجت شقين. الشق الأول إخلاص الدين لله عز وجل، الشق الثاني متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد نسومها يا maneno katika tafsiri ya al-Hafidh, nikazalisha vitu viwili kwenye maneno yake, nikazalisha ikhlas, kufanya matendo kwa ajili ya Allah, na kuzalikana mutabaa linabii alayhi salatu wassalam. Enyi waislamu ambao mnapeleka misururu ya kwenda kuzuru na kwenda kufanya tawaf kwenye makaburi ya mashekhe zenu, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Madha qala nabiyukum alayhi salatu wassalam, mmesahau mtume wenu alisema nini kabla mautihi alayhi salatu wassalam? Qala Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Mmesahau maneno ya mtume wenu aliyosema kabla ya kufa, Allahumma, ewe Mola wangu wa haki, la taj'al qabri wasanan, usifanye kaburi yangu kuwa sanamu ambalo litaabudiwa. Hii unadhani yale makaburi ya mashehe wenu mnaokwenda kufanya tawaf yamebadilika yamekuwa ni masanamu? Yusayiruha awthanan tu'badu min dunillah, yamegeuka kuwa ni masanamu yanaabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Haya makaburi ya mashehe zenu ambayo mnakwenda kuyazuru na kwenda kuyatembelea na kwenda kufanya tawaf, amwatun ghayru ahya, wafu wala hawako hai, wama yash'uruna ahyana yub'athun, hata hawajui watafufuliwa lini. Ndugu zangu, hii ndio hali tulionayo. Hii hali ni hatari, hii hali ni mbaya, mazingira ni machafu. Natakikana watu watengenezwe, waondoshwe katika itikadi chafu, waweke katika akida iliyo sawa, akida ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Bila hivyo utakufa kibudu.
Siku zote tunaambiana usipochunga itikadi utakufa kibudu. Wewe unadhani ukikutana na Allah na itikadi kama hizi wewe utasalimika mbele ya Allah? Hauwezi kusalimika. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, Allahumma la taj'al qabri wathanan, Allah usijalie kaburi yangu kuwa sanamu. Tahdhiran wa tanbihan li ummatihi, ana utahadharisha umma wake, ana utanabaisha umma wake usipotee. Allah usijalie kaburi yangu kuwa sanamu litakaloabudiwa. Allah alimjibu dua yake, kaburi lake likawekwa kuta 3 ili watu wasimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Umar radhiyallahu anhu, Umar alipoenda al-Kaaba akaliangalia jiwe, faqala ya hajar anta hajar walau anni ra'aytu Rasulullah yukhabbiruka ma qabbaltuka. Akasema ya hajar, ewe jiwe, anta hajar, wewe ni jiwe, la tadurru wala tanfa'u, hawezi kudhuru wala kunufaisha. Walaula anni ra'aytu Rasulullah, na kama si mimi kumuona mtume akikubusu, ma qabbaltuka, nisingelikubusu. Leo sisi kwenye makaburi ya mashehe zetu tunaomba watusaidie, tunaomba watunusuru, tunaomba msaada kwao, yamekuwa sasa ni msanaa. Takfika hadith Abi Waqid al-Laythi radiyallahu anhu, inakutosha hadithi ya Abu Waqid al-Laythi, kharajna ma'a an-nabiy alayhi salatu wassalam ila Hunain, tulitoka na mtume tunaelekea kwenye vita vya Hunain, wa nahnu hudathau ahdi bikufri, na sisi tumetoka katika kipindi cha ukafiri. Walil mushrikina sidra, tukawakuta washirikina wana mti wa mkunazi, yaakufuna indaha, wanafanya ibada eneo hilo, wayunawituna biha aslahatahum, na wananinginiza juu yake silaha zao. Famararna bisidra, tukapita kwenye mti ule, qulna ya Rasulullah, tukasema ewe mtume wa Allah, ij'al lana, tutengenezee mtume wa Allah, tutengenezee na sisi mti wa kuabudu kama wao walivyo na mti wa kuabudu. Mtume sallallahu alayhi wasallama akasema, yarhamillahu Musa, Allah mrehemu Nabii Musa, alipopita sehemu na watu wake Banu Israili, wakaona watu wanaabudia masanamu, kisha wakamwambia, ij'al lana, tutengenezee na sisi Mungu kama wao walivyo na Mungu. Tukasema Allah mrehemu Nabii Musa, innaha la sunan, hizo ni mila zimepita huko nyuma. Nabii Musa alipita na watu, wakakuta watu wanafanya nini? Wanaabudia masanamu. Walivyoona kutokana na udhaifu wa imani, wakamwambia Nabii Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, tujalie na sisi Mungu, tutengeneze Mungu kama walivyo wao na Mungu wao wanaabudia masanamu. Hali ni mbaya, hali ni mbaya. Katika baadhi ya watu wa sunna waliohojiana nao, nikawauliza swali moja, ninyi mmetoka kwenda kuwazika watu maeneo ya misikiti, mmetoka majumbani kwenu mnaelekea kwenye eneo la msikiti kwenda kumzika mtu, kilichokupelekeni kwenda kuzika ni nini? Wakaleta hoja ambazo ni dhaifu, ahwanu min baiti al-ankabut, hoja feki finyu kuliko hata nyumba ya buibui. Wakaniambia ujirani. Nikamwambia kwa hiyo ujirani unawatuma nyinyi mkazikane maeneo ya misikiti? Ujirani kwenye Uislamu, anapokufa jirani waweza kwenda kumzika eneo la msikiti? Nikamweleza, ittaqillaha azza wa jalla wa alayka tauba, na yoyote ambaye alikwenda kumzika mtu eneo la msikiti alete toba mapema kabla hajakutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Yoyote ambaye anaenda kumzika shekhe yoyote, mtu yoyote eneo la msikiti, afanye toba kabla hajakutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhia ni itikadi, kadhia ni aqida. Hapana kung'ang'ania fikra mgando kwamba kaburi liko kulia, liko kushoto bana, liko nyuma. Kadhia hao wanaoswalisha watu
itikadi yao ni ipi? Innahum khuburiyuna, hawa ni watu wa itikadi ya makaburi, bali tunawaona wanatufu baada salati dhuhri, baada ya sala ya dhuhri wanaondoka msikitini, wanaenda kwenye kaburi, wanazunguka, wanatufu. Huu sio moyo uliosalimika. Kama unataka moyo uliosalimika, ibtaidu ani shirki, jiweke mbali na ushirikina. Luqman amusia mwanae, ya bunayya la tushrik billah, ewe mwanangu usimshirikishe Allah, inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ni dhulma kubwa. Angalia usia, wasiyatun tayyiba mubarak, usia ulio mzuri, usia wenye thamani wa kumweka mtu mbali na ushirikina, ili moyo ukapati salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. La salama wala najata minan nar, hakuna salama wala kunusurika na moto mpaka ujiweke mbali na ushirikina. Kama utakufa na ushirikina, moto unakusubiri. Achana na swala zako hizo unazoswali, achana na mafunga yako unayofunga, achana na hija zako ulizozifanya. Kadhia ni itikadi. Ukiwa na itikadi chafu, swali unavyoswali hamna kitu. Ukiwa na itikadi chafu, funga unavyofunga hamna kitu. Ukiwa na itikadi chafu, nenda kahiji unavyotaka, nenda hata mara 100, hauna salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia namna mji ulivyoharibika, angalia namna watu walivyoharibika. Leo mgombea hata wa ubalozi yuko tayari kumshirikisha Allah. Hauwezi kuwa balozi wa nyumba 10 mpaka umshirikisha Allah. Hauwezi kuwa diwani mpaka umshirikisha Allah. Hauwezi kuwa mbunge mpaka umshirikisha Allah. Hauwezi kuwa rais mpaka umshirikisha Allah. Inna shirka la dhulmun adhim, shirki ni dhulma kubwa. Hutopata salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala illa man atallaha biqalbin salim, isipokuwa atamwendea Allah, atakayemwendea Allah na moyo uliosalimika. Na moyo uliosalimika, al-khali min ash-shirki, umejiweka mbali na ushirikina, al-mutma'innu ala sunna, umetulizana na sunna. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, nayusia nafsi yangu bila kusahau nafsi zenu kumcha Allah. Rabbi la tuhzini ila yawmi yub'athun, Allah usinihuzunishe siku ambayo watu wanafufuliwa. Maneno ya Ibrahim alayhi salatu wassalam, ana huzuni ya siku ya kiyama. Wa kaifa la, na vipi asiwe na huzuni na siku yenyewe ni siku nzito. Yawma la yanfa'u malun wala banun, siku ambayo mali haitomsaidia mtu wala watoto, illa man atallaha biqalbin salim, isipokuwa atakayemwendea Allah na moyo uliosalimika. Moyo uliosalimika una ncha mbili. Ncha ya kwanza, uko mbali na ushirikina. Wa shiqqu thani, al-mutma'innu ala sunna, uliotulizana na sunna. Sio uliosalimika na ushirikina peke yake. Al-mutma'innu ala sunna, uliotulizana na sunna. Fahal qalbaka mutma'innu ala sunna? Alaysa anta tatakhabbat وتترارى وتتجذب؟ أليس أنت تتخبى؟ وموyo wako umetulizana na sunna, ili moyo uwe salama mbele ya Allah, al-khali min ash-shirki, ujiweke mbali na ushirikina. Ujichunguze katika kazi zako unazozifanya, ndani yake hamna ushirikina. Ujiangalie kwenye biashara zako, ndani hakuna ushirikina. Ukimaliza, al-mutma'innu ala sunna, moyo uliotulizana na sunna. Taishu ma'a sunna, unaishi na sunna. Tamshi ma'a sunna, unaishi na unatembea na sunna. Tanamu ma'a sunna, unalala na sunna. Maisha yako yote ni sunna. Moyo uliosalimika ni moyo ambao umesalimika na nini? Na ushirikina.
lakini umetulizana na sunna. Alaysa anta tatakhabba, si wewe unayepomoka pomoka. Haujulikani ni mtu wa sunna, haujulikani ni mzushi. Tatakhabba, unapomoka, haunyooki katika njia iliyo sawa, unaranda. Kwa nini? Kwa sababu humjui Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, sema ewe Muhammad, waambie wapamtiani, ikiwa mnadai mna mapenzi ya kumpenda Allah, fattabi'uni, nifuateni mimi. Yuhibbukum Allah, Allah takupendani. Lazima mutaba wa Mtume alayhi salatu wassalam. Dini yako lazima iwe na ikhlas, dini yako lazima iwe na mutaba ili upukane na ushirikina. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din, na wala hakuamrishwa ila wamwabudu Allah mukhlisina lahu ad-din, hadi kumtakasia dini Allah. Dini yako itakase na takataka za ushirikina, an yakuna dinu khaliyan min ar-radha'il ash-shirk wal bid'ah. Dini yako iepukane na ushirikina, iepukane na bid'ah. Usipoepukana na bid'ah, maana yake wewe moyo wako sio salama. Hakuna moyo ulio salama, uliosalama katika bid'ah. Moyo ambao yuko kwenye 3, yuko kwenye 7, yuko kwenye 40, yuko kwenye hitima, yuko kwenye sherehe za maulidi. Tatakhabbat an as-siratil mustaqim, unaranda kutokana na njia iliyonyoka katika njia iliyo sawa, ili usalimike mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuntum tuhibbuna Allah, kama mnadai mna mapenzi ya kumpenda Allah, fattabi'uni, nifuateni mimi, fuateni njia yangu ili usalimike mbele ya Allah. Tuko katika zama za fitna, alfitanu almudlahimma, ndiyo zama tulizo nazo, zama chafu za watu wasiomjua Allah, watu wasiomthamini Mtume alayhi salatu wasalam, ndiyo zama tulizo nazo. Sio kazani tuko zama salama, kwa zama za fitna, dhuhuru albid'ah, zama za kuenea bid'ah, ni zama zilizo mbaya. Na ndio maana Mtume kazitahadharisha, fa innahu man ya'shu minkum fasayara ikhtilafan kathira, kwa hakika atakayeishi umri mrefu miongoni mwenu, fasayara ikhtilafan kathira, ataona ikhtilafu nyingi. Watajitokeza watu, sherehe za maulidi zinafaa. Hisho sio maulidi, maulidi kuzaliwa Mtume. Tatizo sherehe za maulidi hazifai. Hii ndio njia iliyo sawa, ndio njia ya mitume, ndio njia ya masahaba, ndio njia ya salafi rahimahumullah ta'ala. Lazima uwe mbali na bid'ah ili moyo wako uwe salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, amesema Fudail ibn Iyad wakati anatafsiri aya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ili Allah kujaribuni ni nani atakayekuwa na matendo yaliyo mazuri mno. Matendo yaliyo mazuri mno ni yapi? Akasema innal amala idha lam yakun khalisan lam yuqbal, wa idha kana hatta yakunu sawaba, wa idha kana sawaban wa lam yakun khalis lam yuqbal حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى كما جاء في شرح أصول الإيمان على ضوء الكتاب والسنة. فضيل بن عياض رحمه الله تعالى وكتن تفسير آيات ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كسيما إن العمل إذا كان خالص ولم يكن صوابا، hakika matendo yanapokuwa umeyafanya kwa ajili ya Allah lakini hayakupatia njia ya Mtume, hayawezi kukubaliwa. Wa idha kana sawaba, na yanapokuwa yamefuata njia ya Mtume, wala yakun khalis, na hayakuwa ni umeyafanya kwa ajili ya Allah, lam yukbal, hayawezi kukubaliwa. Hatta yakunu khalisan sawaba, mpaka yawe umeyafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na yamefuata njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wal khalis an yakuna lillah, na matendo uliyoyafanya kwa ikhlas yanakuwa ni kwa ajili ya Allah
wasawab an yakuna ala sunna, na matendo yaliyopatiwa ni yale yamefikiana na sunna. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يقول الدكتور الفوزاني حفظه الله تعالى: لا يكون العبادة إلا بالإخلاص، ولا يكون الإخلاص إلا بالمتابعة، ولا يكون المتابعة إلا بموافقة الكتاب والسنة. لا يكون العبادة ibada huwezi ukadai kwamba wewe umeifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka uifanye kwa ikhlas. La yakunu al-ibada illa bil ikhlas. Ibada huwezi kudai umeifanya mpaka uifanye kwa ikhlas kwa ajili ya Allah. Wala yakunu al-ikhlas illa bil mutabaa. Na wala huwezi kudai kwamba ibada yako inamfuata Mtume sallallahu alayhi ikhlas umeifanya kwa ajili ya Allah mpaka iwe imfuate Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala yakunu al-mutabaa illa bimuwafaqati al-kitab was-sunnah. Huwezi ukadai kwamba ibada yako inamfuata Mtume mpaka yafiki kitabu na sunna. Ninyi wenye kusoma tatu, mutabaa wa Mtume uko wapi? Ninyi wenye kusoma 40, mutabaa wa Mtume uko wapi? Ninyi wenye kusoma hitima, mutabaa wa Mtume uko wapi? Ninyi wenye kusoma maulidi, mutabaa wa Mtume uko wapi? Rudini kwenye mutabaa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nyinyi mnajua uzushi huu umeanzishwa mwaka gani na watu gani, kisha nyinyi mnaona ni sawa? Lazima watu warudi katika taa ili uwe na moyo uliosalimika. Lazima uwe ni moyo wenye pande mbili. Iwe ni moyo ambao khali umejitenga mbali na ushirikina, almutmainnu ala sunna, umetulizana na sunna. Acha kubabaika. Swala mwisho, utajuaje moyo wako umetulizana? Tunaongea moyo uliotulizana au moyo uliosalimika. Kila mtu anajua moyo wake. Kama ni mayiti anajua ni mayiti. Kama unajua umeharibika anajua. Innal insana ala nafsihi basira. Mtu anajijua mwenyewe. Wala walqa ma'adhira, hata kama tatovu. Yani wewe unajijua kabisa. Kama moyo wako ni mchafu unajua. Kama moyo wako ni msafi unajua. Lakini ukitaka kujua moyo wako uko sawa, hebu usogeze kwenye mikhalafati. Uangalie moyo wako na mikhalafati, utajua mimi moyo una shida. Ukiona kwenye mikhalafati moyo unakubali, basi wewe moyo umepinda. Yanakuja maasi, unaingia, moyo umepinda. Zinakuja bid'a, unaingia, moyo umepinda. Mtume sallallahu alayhi wasallam, Ali ibn Abi Talib yasema, sana'atu ta'aman fada'awtu Rasulullah, nilitengeneza chakula nikamuita Mtume. Falamma jaa, Mtume alivyokuja, fil bayti tasawira, aliona ndani ya nyumba kuna picha. Faraja, Mtume akarudi, kwa sababu ni mwaliko wa chakula. Nikatoka mbio kumfuata Mtume alayhi salatu wassalam. Nikamwambia, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, ma arja'aka, umerudishwa na nini? Angalia moyo ulio sawa. Qala inni ra'aytu fil bayti tasawira, kilichonirejesha nimeona ndani ya nyumba kuna picha. Wa innal malaika la tadkhul baytan fihi sura, na malaika waingie ndani ya nyumba ina picha. Mtume sallallahu alayhi wasallam akuingia, Ali ibn Abi Talib alisema chakula Mtume akula. Unaona watu wenye mioyo iliyo salama. Unaona wewe huoni kwa sababu moyo wako ni kipofu. Ndio maana huoni. Unaenda kokote tu. Watu wenye muoni wa macho na wenye mioyo iliyo salama, Allah anawapa nuru ya kuona. Hapati shida. Anaangalia hii ni batili, hawezi kuingia. Anaangalia hii ni mbaya, hawezi kuingia. Lakini leo sisi paka ndani ya misikiti watu wanamkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Paka ndani ya misikiti. Hii ni ya watu wa sunna wala si watu wa sunna. Hawaangalii njia ziko vipi. La mujamala fil aqida. Sisi hatuna mujamala na mtu kwenye aqida. La mujamala fil aqida. Hatuna mujamala na mtu yoyote katika aqida.
Ukipinda lazima unyooshe, ukikengeuka lazima unyooshe, hatuwezi kukuacha. Ndio akida tulionayo sisi, na hivi ndivyo tulivyosomeshwa na walimu zetu. Mkanusuru akida, mkanusuru manhaj, mkubali nafsi zenu zitoke kunusuru akida. Ndivyo usia tuliopewa sisi. Kwa hiyo mtu asije akapinda kwenye akida akadhani tutamuacha, hatuwezi kumwacha. Sallallahu azza wa jalla نفقنا جميعا لما يحب ويرضى. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. الله tunakuomba tupe amani katika nchi hii. Allah tunakuomba amani katika nchi hii. Allah tunakuomba utulivu katika nchi hii. Allah, yoyote ambaye anayetaka kuvuruga amani ya nchi hii, Allah subhanahu wa ta'ala msiwie kwa nguvu zako na uwezo wako. Wewe ni muweza wa kila kitu. Allah tunakuomba unusuru ndugu zetu walioko Gaza. Allah tunakuomba ikomboe Baitul Aqsa, msikiti wa Palestina, kutoka kwa Mayahudi waporaji. Allah subhanahu wa ta'ala wadhalilishe. Allah wateremshie adhabu wakiwa katika haya maisha ya dunia kabla hawajakutana na wewe. Asallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika